Sasa mtumishi, mara ya mwisho wakati tumefika hapa uligusia juu ya utabiri kuelekea mabadiliko ya ngazi za juu za nchi, sehemu ya urais, ubunge na udiwani, na tukazungumza hapa, ukasema huoni serikali ikibadilika, lakini unaona nchi ikiingiwa katika mitafaruku ya hapa na pale na baadhi ya sehemu zikitetemeshwa. Sasa huu ndio muda sahihi wa wewe kureview kile ambacho ulikitabiri kipindi kile. Tunazungumza hapa ikiwa ni siku moja kuelekea kwenye uchaguzi. Tunazungumza sasa, je, yale ambayo yalikuwa yametabiriwa ndio haya ambayo tunayashuhudia leo? Unajua, cha kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa iona siku tena kama leo. Kwa sababu ni siku ambayo mimi mwenyewe nilitamani sana kuiona. Unajua sisi ili tufikishe ujumbe ni kupitia nyinyi. Kwa sababu huwa mara nyingi tunaongea, watu wanapuuzia afa na kuja kutokea ndo wanasema walisema, kwa sababu ya Watanzania ni matomaso. Kwa hivi tulivyo, tuko katika wakati mgumu. Sitishi watu ile tunaongea kile ambacho nakiona mimi. Kwamba wakati tuliopo ni wakati mgumu. Nilisema ule mwanzo kwamba huu mwaka ni mwaka mgumu sana kwa watu wa serikalini. Na ni mgumu sana kwa taifa letu. Kwa sababu wale kwa serikalini ni ndugu zetu pia. Ni taifa letu pia. Kwa sababu si wote wetu walioko serikalini wana familia zao tofauti na sisi, wote ni familia moja. Ikuta hata wengine wajomba zetu wako pale, kaka zetu hapo, mama zetu hapo, si ndio? Kwa naongelea kwa jumla ni sisi wa Tanzania. Lakini mimi nichomshukuru Mungu kwanza kwamba kabla uchaguzi mvua inanyesha na itaendelea kunyesha. Umeelewa? Mvua inafanyaje? Inanyesha na itaendelea kunyesha. Ikimaanisha kwamba katika uchaguzi wote nazifuatilia uchaguzi zetu, huwa mara nyingi mvua inakuwa hainyeshi. Na mvua ikinyesha huwa inaonyesha mvua ni baraka. Mvua ni nuru, mvua ni ukombozi. Mvua ni ufalme upya. Yaani mvua ni ufalme upya. Nikiongea nahisi mmenielewa kwamba mvua ni baraka, mvua ni nuru, mvua ni baraka na mvua ni ufalme upya ambao unakuja katika taifa letu la Tanzania. Lakini ninachokiona katika nchi yetu, watu ambao wana changamoto na wana wakati mgumu sana ni viongozi wa serikali. Nilisema toka mwanzo na naendelea. Wengine washatangulia mbele ya haki, niliongea mbele kwamba kinachokuja ni kizito kwa taifa letu kwa sababu ya viongozi tunawategemea. Tutawapoteza sana viongozi wetu. Nilisema huu ni mwaka wa viongozi. Kama unakumbuka nilisema hapo nyuma kwamba huu ni mwaka wa wasanii. Sitabiri mabaya tu. Waga sitabiri mabaya, natabiriaga watu mikeka pale wanashinda vitu vingi tu, watu wanafanikiwa. Lakini kiona kibaya siwezi kukaa kimya. Mwaka huu ni mwaka mbaya sana kwa viongozi. Ni mbaya sana kwa wale ambao wanaipigania taifa. Ni mbaya sana kwa wale walioko ndani ya taifa, kwa sababu hata alioko serikalini, hata chama tawala yuko serikalini wanapigania taifa pia. Sio demokrasia ndio wanapigania taifa, hata wao wanapigania taifa. Umeelewa? Kwa sababu na wewe wao watu tamani kwamba kitokee kitu kibaya. Umeelewa? Ila katika mwaka mgumu sana serikalini na mwaka tunaofuata, huu ni mwaka mgumu sana kwa viongozi wa serikalini. Kama ni muda wa ibada, huu ndio mwaka ambao nitakuwa sali sana. Yaani hamna kitu kibaya. Unajua kwenye furaha ndio huwa kuna changamoto na ndio huwa kunatokaga kilio. Na kwenye kilio ndio huwa kunatokaga furaha. Na sehemu kwenye shari ndio huwa kunatoka hapo amani. Umeelewa? Ila kwenye furaha ndio huwa kunatoka vurugu na kilio. Umeelewa? Penye furaha ndio huwa kunaleta changamoto ya vita na kelele. Lakini penye amani, ambapo pamejaa amani, hapo ndo waga panaibukaga mazito na magumu ya kuweza kuleta taharuki. Umeelewa? Lakini sehemu ile yoyote ambao unaona mtu analia sana, hiyo ndo sehemu ambapo panapambazuka, kunaenda kukucha kwa wale watu. Kwa katika taifa letu mimi ninachokiomba Mwenyezi Mungu atusimamie. Kwa sababu viongozi wetu wako katika wakati mgumu sana.
Yani ndio wakati ambao viongozi wetu wako katika wakati mgumu sana. Wanapaswa kusimama na Mungu kwa wakati huu. Yani unajua, hamna anayejua baadaye. Hata mimi nayeongea hapa muda huu, naweza kaongea hapa kumba ikaa neno langu la mwisho la kuongea. Umenielewa? Kwa sababu sijui baadaye yangu. Ila sisi Mungu pitia na sisi kutuonyesha baadaye. Ila mimi nachoamini katika maono yangu, atakayeipokea kama ni nzuri, ataifanyia kazi, it is okay. Lakini atakayesema tu yule hamna kitu chochote, naye sawa, kwa sababu si wote atapokea. Na si lazimishi kila mmoja apokee. Hamna, ni wewe kuangua kwamba mtumishi Sam kaongea niifanyie kazi. Kama kufanyia kazi ni nini? Kumsimama na Mungu. Hiyo ndo kufanyia kazi. Sio kunifuata, kasimame na Mungu, kasali, omba Mungu akuepushie roho inayokuja. Maana viongozi wetu wanaingia katika nyakati ngumu sana. Roho ya mauti na waandama sana viongozi wetu. Toka awali nilisema, toka mwaka jana, na hisi ulinioji mwaka jana, niliongelea hili. Na bado nimesimama pale pale kwa sababu naliona halijapita. Ndio maana mvua ilivyonyesha asubuhi jana na leo, nilisema Mungu, hebu tukumbuke watoto wako. Tunapoelekea ni wapi? Atuelekei kwamba eti taifa liko pabaya. Mimi naongelea viongozi wetu wanapoelekea. Kwa sababu ni wao kwa wao ndo wanaenda kumalizana. Na ni wao kwa wao ndo shida inaenda kutokea. Kwa Mwenyezi Mungu asimamie taifa letu. Atoe hii roho ya mauti ipite mbali. Ili tubaki na amani. Hamna kitu kizuri kama amani. Unajua, hamna kitu kizuri kama una namba ya mama yako mzazi afu kila muda unaongea naye. Afu hamna kitu kinachouma kama unafuta namba ya mama yako mzazi kwamba uko naye tena. Unajua inauma. Lakini kama si mama yako mzazi, tuona tu it is okay, kitu kawaida. Kafiwa na mama yake. Mungu amsimamie ndugu yangu wakati mgumu. Utasikia mtu anaposti, pole sana ndugu yangu, unapitia wakati mgumu. Lakini maumivu unayopata wewe ni tofauti na maumivu anayopata aliyefiwa. Kwa hapa tunaongelea labda wenzetu ambao itawakuta, sababu serikali yetu inaenda katika wakati mgumu sana. Roho ya mauti inaandama sana. Kwa naomba Mwenyezi Mungu akasitendee. Huu muda ambao sisi watumishi wa Mungu tunaanza kuongea, tunafanyaje, ni muda ambao tunapaswa kukaa ndani na kuongelea taifa, kuiombea taifa ili amani ya kiroho ikawepo. Amani ya taifa ikaendelee ili Mungu afanye yote yaliyompendeza yeye. Kwa sababu Mungu haruhusu maafa, Mungu haruhusu watu wauawe, Mungu haruhusu watu wafe, Mungu haruhusu, ila Mungu anatoa tamko kwamba kuna kitu kitatokea. Kwa nyinyi mnapaswa kulifanyia kazi. Kazi gani? Maombi. Si ndio? Ila watu wanapuuzia. Watu wangekuwa makini na Daudi, wangempa nafasi kubwa na nafasi ya kumpa, ya kujua kwamba Daudi ataleta ukombozi. Lakini walimdharau Daudi, ikabidi aingie mwenyewe na kombeo. Jiwe moja limpiga Goliathi chini. Kwa kupuuzia ndicho kinacholeta changamoto. Kipindi kile nahisi wewe tuliongea, watu wakasema huyu mtumishi bwana anaongea nini? Sasa ndio tumeingia hapo. Sasa kile sasa ndicho kimewaamsha, kumbe kile kilikuwa cha kweli. Kilikuwa cha kweli kipi? Kikisemwa huwa kipiti, kikipita ni watu tumeingia katika imani ya kweli ya kiroho. Mwenyezi Mungu akatuepusha. Kwa kinachokuja ni kizito. Mtu asibweteke tu bila kufanya maombi. Tuiombee taifa. Yaani hata wewe tuombee taifa. Sasa waandishi wa habari nitakuwa muombee taifa sana. Sababu nilisema hapa nyuma kwamba waandishi wa habari mwaka huu utakiona cha moto. Kwa hiyo itakuwa muombe Mungu sana. Itakuwa muombe sana, yani muombe Mungu katika wakati huu. Yani tuna siku kadhaa tu, watu wanahisi kwamba ni uchaguzi tu hapa, eti ikishapita uchaguzi limeisha. Hamna. Yani kinachokuja mbele hapo, kama ulikuwa na uwezo wa kuona, ulikuwa yani ungetamani Mungu akufanyie chochote, atakupangulia, apasue ardhi. Kuna siku kuna mtu hapa aliwahi kunihoji Kalumbeze, siku kukutana na Mungu kama kina Zumaridi walivyosema mkutana na Mungu, ungetamani kurudi? Nimwambie hivi, nisingetamani kurudi katu. Nirudi kwenye mateso? Sirudi. Yani kama alaiti Mungu angenichukua hata kwa sasa, sijiombei kifo, lakini pia unaweza kujiombea ili uende salama, ili usimkosee Mwenyezi Mungu. Wana Biblia inasema kama ni mkono inakufanya umkosee, iondoe. Kama ni macho yanakufanya umkosee, yatoboe.
Ni heri uende ukiwa mlemavu, lakini ukiwa na haki mbele ya nani? Mwenyezi Mungu. Umeelewa? Kwa kinachokuja mbele yetu ni kizito. Tuombee serikali. Taifa letu linaenda katika wakati mgumu, lakini wanaoenda kuangamia sana, watu wanahisi kwamba eti wananchi ndio wataumia. Wanaoenda kuangamia sana ni viongozi. Yeah. Sawa mtumishi. Hivi kuna uwezekano mkubwa wa watu ama viongozi kutoka serikalini kukutafuta kwa sababu ya vile ambavyo livitabiri? Kuna kiongozi yote ama mtu yote kutoka serikalini alikutafuta kwa sababu ya hivi ambavyo wewe umevitabiri kuelekea uchaguzi? Wapo. Nahisi hata nikiongea hapa wananisikiliza. Wapo, ndio maana mara nyingi sana hata kwenye masuala ya uchaguzi kimekuwa hichi, huwa siongei. Ambacho niliwahi kuongea tu ni moja tu. Nakumbuka niliwahi kuongelea swala la Askofu Gwajima katika kipindi cha kwanza, sababu ilinitouch kama mwana dini, mwana imani ya Kristo. Kwa sababu unajua ukiwa ni mwana mpira alafu ukasikia uwanja umechomwa, ule uwanja wa Taifa, lazima utaumia kidogo. Kwa kile kilinitouch. Kwa hiyo wengi mara nyingi wanaongea nao hasa kwa hasa hata kwenye masuala ya uchaguzi. Kuna wengine wanauliza vipi nitakatwa au nitaenda? Naambia utaenda, wewe utakatwa au hivi. Kama unavyonifuatiliaga kwamba nikisema bwana Simba itoboi, fulani ifanye hivi, kwa wengi wanaongea nao, tunapeana ushauri, wengine tunashauriana bwana fanya hivi, wengine mpaka na bwana wewe achana na masuala ya siasa, kaa kwanza pembeni, huu mwaka mgumu, wengine wanaelewa. Kwa tunaenda nao hivyo. Kuna wengine nishawashauri mpaka wakaacha, wakasema wakae pembeni, waachane na masuala ya siasa kwanza. Kwa kuna wengine naongea nao kwa sababu unajua kuna wengine ambao unajua Mungu anaongea na watu. Mungu anaweza akaona yule anayekudharau, alafu mtu ambaye ni mkubwa zaidi yake akakuheshimu, akaangalia mbona huyu kasema nini, kuna kitu anakutafuta, anakuuliza mimi kwangu umeona nini? Kwa sababu mimi uzuri, mimi nikikuona hivi najua kitu chochote kile kinachokusumbua na kinachokuja. Kwa akinitafuta na muelezea yote aliyomkuta na aliyopita na ambayo yapo, inamjengea uaminifu. Kwa ananiambia nifanye nini? Hebu sema jambo lolote kuhusu mimi. Anambia jambo lolote kuhusu wewe, achana kwanza na siasa. Acha kwanza. Ananiambia basi kwa kuwa umesema na acha. Nimeona wengi wamefanya. Mtumishi, watumishi wengi ukiachana utumishi tu, viongozi mbalimbali wa dini wamekuwa wakihusika katika masuala mazima ya siasa. Hivi karibuni tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Na moja kati ya vitu ambavyo vinapigwa vita na serikali ni swala zima la maandamano. Maandamano, kila mtu akizungumza maandamano, kiongozi huyu akisimama anaongelea maandamano. Pengine tutamani kusikia kwa mtumishi Sam kuhusiana na swala zima la maandamano ambayo baadhi ya watu wamekuwa wakizungumza kwamba tarehe 29 Oktoba siku kupiga kura kwamba wao watakwenda kuandamana. Sasa kwa sababu tuko na wewe ambaye ni mtu ambaye tushatabiriwa mengi sana kutoka kwako, je, haya maandamano tutarajie yatakuwepo au hayatakuwepo? Unajua, kwanza umesema ni kwa nini watumishi wa Mungu wanaingia katika masuala ya siasa. Hata Samueli ambaye mimi wa jina alikuwa ni mwanasiasa. Siasa na utumishi utofauti wake ni mdogo sana. Umeelewa? Siasa ni nini? Ni kutetea jamii, si ndio? Kuokoa wanyonge, kuwapigania wasio na haki, si ndio? Utumishi ni nini? Kuwaombea wasiojiweza na kuokoa wasiojiweza. Kuna tofauti? Naomba nijibu ulitoe. Kuna tofauti, huenda upo lakini mdogo sana. Ni mdogo, si ndio? Ila utofauti ni kwamba tunataja jina la Yesu na huku mtu sema siasa inaongezwa na maneno mengi ya uongo, propaganda nyingi. Lakini utumishi na siasa hazina utofauti kwa sababu watu wote wanapigania, ni watenda haki, wanapigania haki. Mfano kama Nelson Mandela sasa hivi amewekwa katika wale ambao waliotetea. Kwa utumishi na siasa ni vitu ambavyo havitofautiani sana kwa sababu wote wanapigania haki, wanapigania wanyonge.
wanasaidia watu. Umenielewa? Sema siasa inatofautiana kidogo, kwa sababu siasa lazima mtu uweke propaganda nyingi. Ndiyo. Nitakupa boksi lililojaa pesa, wakati huu unategemezi la kupata ile pesa. Mfano, mwenyekiti anakwambia mimi ukinipa uwenyekiti nitaleta mabomba kila mtaa. Na uwezo huu hana, anategemea diwani. Diwani naye anamtegemea mbunge. Mbunge naye anategemea juu. Umeelewa? Kwa ndo utofauti wa siasa. Lakini pia utumishi pia tunatetea kwa kuamini katika Mungu, kwamba nikikuombea atafungua. Matarajio ya imani ndio yapo kwenye siasa na yapo kwenye utumishi. Kwa hiyo haya yapo na watumishi wanaongea huku, watu wanaongea, ila katika mimi maono yangu ninayaona, mimi naona maandamano. Katika maono yangu ninaona maandamano yapo. Naona nini? Maandamano yapo. Yani kwa maono, kwa sababu umeniuliza unaona maandamano yapo. Umenielewa? Ndio. Yani kwa maono mimi naona maandamano yapo, lakini ndo pale niliposema kwamba Mungu aweze kusimamia, aweze kuiweka njia iwe salama, amani iwepo, nuru iwepo, njia zifunguke, ili yanayokuja mbele yetu yasitokee, kwa sababu yanayokuja ni mazito. Yani mtu anaweza kaona anaongea mzaa, lakini yanayokuja ni mazito. Lakini watu wangekaa chini wakasimama na Mungu. Unajua Mungu anabadilisha kila kitu na kikawa sahihi. Yani hata yule ambao unamzania kwamba sio mwema na akawa mwema, kwa sababu Saulo alikuwa ni jambazi mkubwa sana, lakini wewe Saulo leo kawa Paulo. Yeye ndo mtu, yeye ndiye anafundisha maadili. Uwezi kujua kwamba ndo yule jasusi. Kwa hivi vitu vipo. Kwa watu wangesimama tu, tunasimama tu na Mungu, tunasema na Mungu, Mungu anafanya katika roho na kweli. Kwa sababu hata ingekuwa ya mambo yanafanyika kinguvu, ina maana hata Samsoni, Sulemani asingefanya kinguvu. Sulemani alikuwa anatumia busara, anatuma hata ndege, akimwona mfalme kule, hata mtoto wa kike huyo anakuwa mkewe, familia inakuwa amani, na kuwepo, jeshi inaungana, biashara imefanyaje, imeisha. Kwa tukitumia kitu kinaitwa amani na hekima na busara, tunaweza tukafaulu na tukafanya vizuri, kwa sababu baba wa taifa alitujengea kitu kinaitwa kutumia akili na kutumia imani na kutumia busara. Kwa sababu angetumia nguvu kubwa, ina maana bendera yetu ingekuwa na damu. Lakini kwa kuwa alitumia hekima kubwa, alitumia busara kubwa, alitumia elimu kubwa, na Mungu aliye ndani yake, ndio maana hatukuwahi kupata damu katika bendera yetu kwa sababu ya ukombozi, bali alitumia hekima na nini? Na busara ya kuitumia na kujua kwamba hawa wakoloni hawa tunafuta kwa njia hii, basi umemaliza. Kwa kuna vitu vingine wa Tanzania pia nao tunafanya kwa miemko. Miemko ni mizuri na miemko ni mibaya. Unaweza kukuta aliyoko juu anafanya kitu kwa miemko, unaweza kukuta aliyoko chini pia anafanya kitu kwa miemko. Utanifanya nini? Na wewe utanifanya nini? Unajua hiyo ndio shida. Mkipishana kauli sehemu, alafu kila mmoja hamna anayepanda, anayetaka kushuka, hapa lazima kutokee maafa. Lakini kama mtu mtapanda juu afu mmoja akashuka akajiona mjinga, basi lazima pawe na amani. Lakini wote mkitaka kujionyesha mabepari, hamwezi mkafika popote pale. Wenda yule ambao unamtegemea, unajua siku hizi watu wanajuaga kwamba ukishakuwa pale juu kushuka ni kazi. Umeelewa? Na mtu anajuaga ukiwa hapa chini kupanda juu pale ni kazi. Lakini hawajuagi kwamba pale ukikata tu hapa chini, yule anakuja kama mzoga hapa chini. Umeelewa? Atashuka hapa chini. Na huyu naye ajui kwamba hivi akitumia akili anaweza kapanda pale juu. Lakini ukipanda vibaya, yule aliyoko juu anakukanyaga mikono. Na kikukanyaga utatereza na utaanguka vibaya. Kwa unapopanda juu, angalia unapandaje. Angalia ule unayepanda kumfuata kule juu, ana hasira gani? Kama unaona ana hasira ya kuigiza, we panda, afu mpe maneno matamu, atakuruhusu ufike walipo. Lakini ukienda kiubabe, eti nakuja huko, nenda uone chama. Hata kama mbebe bastola atakuudhuru, kwa sababu hutompiga, kwa sababu mkono ndio unategemea umpige nayo, na mikono hiyo ndio unategemea ushike ili upande. Huo mnazi utapanda bila mikono kushikilia? Si lazima ushikilie. Na maana muda huu hata kama bastola au kisu lazima umehifadhi. Mpaka ufike kule, ushike sehemu ndio itoe.
Sasa yeye akikusubiri kwamba kila unapoleta mguu na kanyaga. Kwa hiyo mimi nachoamini kwamba Mungu anaenda kuleta amani endapo kama sisi watumishi wa Mungu na watu pia wataungana na sisi katika maombi, amani itakuwepo. Lakini tukipuuzia, ndo haya majuto ni mjukuu. Ila kinachokuja kwetu mbele yetu ni mazito, kwa inahitaji maombi sana. Ila sasa ni upande wa serikali waingie katika maombi, yani tuwaombee. Kama mtu ana ndugu yake serikalini, amweke katika maombi. Kama mtu anajua ndugu yake amekuwa hivi, amweke kwenye nini? Kwenye maombi, kwa sababu ni wakati ambao watu walioko serikalini ndio wanakuwa wanapitia heka, wanaenda kupitia heka kubwa sana. Maana nimesema hata uchaguzi ukipita, kuna shida ndani ya nchi yetu mwaka huu. Umeelewa? Kwa mimi sijaongelea serikali, sijaongelea nani, ila tuwaombe walioko mbele yetu. Sawa. Tumishi, binashukuru sana. Neno lako kwa wanaokufuatilia, wanaopenda kile ambacho nazungumza, lakini kwa Watanzania wote ambao wanampenda Mtumishi Sam. Neno langu ni kwamba watu wasimame na Mungu na watu wasimame katika roho na kweli. Tumwamini katika Mungu, tuamini katika kazi ya kiroho. Kwamba Mungu ndiye anayetoa na Mungu ndiye aliyekunyima, ndiye aliyenipa. Aliyenipa ndiye aliyekunyima. Kwa hiyo tukiamini katika Mungu, kila kitu kitakuwa kwa wakati. Hamna mtu aliamini katika Mungu na akashindwa kupata kile kitu alichokiamini. Kwa watu wote tumwamini Mungu. Tusimame na Mungu. Tuache propaganda nyingi. Unafiki tuuache. Kwa sababu Tanzania hii unafiki ni mwingi kuliko kitu chochote. Yaani ni mwingi kuliko kitu chochote. Yaani Watanzania wengi hawana tofauti na mbuzi. Mbuzi akiguswa hata kidogo kelele za hapo ni nyingi tu. Alafu anachokifanya. Kwa tuomba Mungu asimame na sisi, Mungu asimame na yote anayesikiliza, Mungu amsimamie. Katika imani, katika Kristo, yoyote dini yoyote, sababu mimi sibagui dini, ila ninachosema tunayemwabudu ni mmoja. Mungu ni mmoja. Kama mtu ana Mungu wake mwingine naye it's okay, lakini mimi najua Mungu ni mmoja. Lakini maombi ndio tofauti. Maombi yetu ni sawa tu na nyama ya buchani. Kuna naye aenda anachukua na choma, mwingine anakausha, mwingine anababua, mwingine anachemsha hivyo hivyo, mwingine anakulaga mbichi. Kwa Mungu naye kila mmoja anamuomba anavyojua. Kuna nao wamepiga magoti, waliosimama, wamevuta shuka kwenye gari. Kwa Mungu ni mmoja. Ila maombi ni tofauti. Kwa tuamini katika Mungu aliyetupa uzima na uhai. Sawa. Asante sana mtumishi. Amina.